Na mashindano ya kusisimua ya mashua za joka iliyofanyika katika mji kadhaa nchini China mwishoni mwa wiki iliyopita kwa ajili ya kusherehekea tamasha lijalo na mashua za joka ili kuchangamsha maandalizi ya sherehe hiyo na kuhamasisha umma kushiriki kwenye mchezo. Hayo ni katika makala yetu kuhusu Fahamu China. Tamasha la mashua za joka ambalo pia linajulikana kama tamasha la Duanwu huadhimishwa siku ya 5 ya mwezi wa 5 katika kalenda ya mwezi ya China kumkumbuka mshairi wa Kichina aliyekuwa mzalendo wa kale Chu Yuan. Tamasha hilo litaadhimishwa Mei 31 mwaka huu katika jiji la Huanggang lililoko katika mkoa wa Hubei katikati mwa China. Mashindano ya mashua za joka yalifunguliwa Jumamosi yakiwa na timu 30 kutoka katika mkoa huo zilizoshiriki katika tukio hilo la siku 2. Mashindano haya yalijumuisha matukio makuu matatu: mashindano ya moja kwa moja ya mita 200, mashindano ya moja kwa moja ya mita 500 na mashindano mapya ya kuvutana kwa mashua za joka. Miongoni mwa haya, tukio jipya la kuvutana ndilo lililovutia zaidi, ambapo vikundi viwili vya washiriki hushindana wakiwa kwenye mashua moja, wakivuta kwa nguvu kuelekea pande tofauti. Baada ya siku 2 za ushindani mkali, washindi 6 bora kwa kila tukio walituzwa Jumapili. Mashindano mengine ya mashua za joka yalifanyika katika jiji la Yichun, mkoa wa Jiangxi, mashariki mwa China, yakivutia timu 18 za mashua za joka zenye jumla ya washiriki 432. Mashindano yalizinduliwa rasmi saa 2 asubuhi. Katikati ya midundo ya ngoma ya kusisimua, washiriki walipiga kasia kwa pamoja, wakikimbilia mstari wa mwisho kwa nguvu zote. Sisi sote ni wapenzi wa mashua za joka. Tumeanza mazoezi kila siku saa 6 au saa 7 hivi jioni baada ya kazi tangu mwezi mmoja uliopita, ili tu kuonyesha roho ya ushindani na pia upendo wetu kwa mashua za joka. Tukio hilo lilifuata mbio za moja kwa moja za mita 500 kwa mashua za jadi za watu 22, ambalo ni lenye burudani ya hali ya juu na kuvutia makumi ya maelfu ya watazamaji. Watazamaji waliokuwa kwenye kingo za mto walishangilia kwa sauti kubwa na kuongeza msisimko wa tukio hilo.